Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji popote pale unapoendelea kusikiliza vipindi hivi. Kwa siku ya leo mpendwa msikilizaji, naja tena mbele zako na mada nyingine ambayo unaona inayohusu kujichubua kwa weusi. Maandiko yanasemaje? Mpendwa msikilizaji, nafikiri mada hii ni mada ambayo ni ngumu sana. Hii mada naamini kwamba italeta utata wa kutosha zaidi. Na naamini kwamba watu wengi wataenda kuisikiliza. Kuna wale ambao wataikubali na kuna wengine ambao wataichukia. Lakini watu wakubali wakatae, sisi tuko hapa kwa ajili ya kuongea ule ukweli ambao Mwenyezi Mungu anapenda watu wake wanaye wapate kuujua. Wapendwa, unajua tunaposema kuhusiana kujichubua, yani ni kubadilisha ngozi, kubadilisha rangi, yani mweusi kubadilisha rangi yake kuwa rangi nyingine ambayo ni nyeupe. Biblia inasemaje? Mwenyezi Mungu anaongea namna gani kuhusiana na janga hili? Wapendwa, naweza nikawaambia kwamba hili ni janga ambalo limelikumba bara letu la Afrika. Yani janga ambalo ni kubwa mno. Kwa nini? Kwa sababu weusi wenzangu ambao mnasikiliza kila wakati mafundisho, kitu ambacho mnajua nyote ni kwamba baadhi ya Waafrika wenzetu watu weusi wanajihisi aibu, wanaona aibu kuitwa kwanza wao ni weusi. Na kutokana na hiyo aibu ambao wanaojihisi, wanaangalia wanaona afadhali angalau wabadilishe hata mihili yao rangi nyingine ili labda angalau wapate kukubaliwa katika jamii. Lakini tatizo ni kwamba mnaenda kukubalika katika jamii ipi? Wapendwa, ni jambo ambalo ni la kusikitisha zaidi sana. Na kwa baadhi watafurahia na wengine watasengenya tu kuhusiana na haya mafundisho, lakini tutasema ukweli. Yani hapa hakuna jambo ambalo ni la kuficha, kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya kupenda kuleta ule ukweli, na wewe kama vile mweusi mwenzangu upate kujua kitu gani ambacho unatakiwa kukifanya na kile ambacho hustahili kukifanya. Wapendwa, kuna pepo ambayo iko nyuma inayosukuma wanaume na wanawake kujichubua, kubadilisha rangi ya ngozi. Kuna pepo, na hiyo pepo tutaenda kuiona ni pepo ipi. Na pamoja na hiyo, hamtakiwi kusahau katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 inasema kwamba basi Mwenyezi Mungu akamfanya mwanaume kwa mavumbi ya udongo. Kwenye tafsiri nyingine nasema kwa mavumbi ya ardhi. Na mnatakiwa kujua kwamba hayo mavumbi yalikuwa na rangi gani, na ndipo napokupeleka kwenye tafsiri ya Kifaransa ambayo ni Traduction Abbé Filio Genèse 2:7 nasema Le Seigneur Dieu forma donc l'homme des limons de la terre. Na hiyo limon ambayo tunaanza mafundisho nimeshawahi kuyatoa ni nyeusi. Hiyo limon ni nyeusi. Na ikiwa Mwenyezi Mungu alimuumba mtu wa kwanza kuwa mweusi, basi alisema kwamba kile alichokifanya alikiona kwamba ni chema. Sasa swali inaanza kuja kwenu nyinyi ndugu zangu ambao mnabadilisha ngozi zenu. Ikiwa Mwenyezi Mungu alichagua mtu wa kwanza awe mweusi, kwa nini wewe unaweza ukaenda sasa ubadilishe rangi yako upate rangi nyingine? Kwa nini mpendwa msikilizaji? Ni nani aliyekudanganya kwamba hicho unachokifanya kwamba ni kizuri? Na unajua kuna watu wengine ambao wanasema kwamba mimi nafanya hivi kwa sababu unapokuwa mweusi zaidi sana hauwezi ukafanikiwa. Hauwezi, yani watu hawakuangalii. Yani hauna chochote. Yani ili upate mafanikio unatakiwa uwe mweupe, ili watu wapate kukuona. Maana unapokuwa mweusi zaidi sana, wausi wengine wanasema ule amezidi. Amezidi nini? Amezidi nini? Na wao ambao wana mafuta, yani mafuta ambayo yanabadilisha mihili, wao wanajiona kwamba wao ndio wako vizuri, lakini wengine wako vibaya zaidi sana. Lakini tutaenda kuangalia ni kitu gani ambacho Mwenyezi Mungu anakiangalia kuhusiana na ili swala, kuhusiana na haya mambo ya kujichubua, kubadilisha ngozi. Kwa sababu nasema na narudilia, ni janga kubwa ambalo limekumba bara la Afrika. Na ninaposema bara la Afrika, sio Afrika tu, lakini popote pale ambapo mweusi yupo, anapatikana katika ulimwengu huu, hayo mambo wanaendelea. Sio wote, lakini sehemu kubwa ya Waafrika iko katika mtego huu. Kwa hiyo mtu wa kwanza tunaona kwamba yeye alikuwa ni mweusi. Na kutokana na hilo tutaenda kuwapatia andiko lingine ambalo linadhibitisha kwamba kweli mtu wa kwanza alikuwa mweusi. Hilo andiko linatokana katika kitabu cha Ufunuo sura ya 6 mstari wa 5 hadi 6 ambayo inasema hivi:
Kisha mwana kondoo akavunja muhuri wa tatu. Nikamsikia yule kiumbe hai wa tatu akisema, njoo. Nikatazama na kumbe palikuwepo farasi mmoja hapo mweusi. Yani kuna farasi ambayo ni mweusi. Unaweza ukaendelea. Napenda hapa tutagusia farasi mbili, ijapo kuna farasi 4 ambazo zinaongelewa katika ufunuo huu, lakini tutaongelea kuhusiana na farasi mbili. Ya kwanza ni hii nyeusi. Hii farasi nyeusi, mpendwa msikilizaji, ina umuhimu wake. Yohana aliona hayo mahono wakati alipokuwa katika mahono kwenye kisiwa cha Patmo, kama jinsi maandiko yanavyosema. Na huyo punda ambaye mwanapunda alikuwa amepanda alikuwa punda mweusi. Sasa kitu ambacho mnatakiwa kukielewa kwamba huyo punda ambaye ni rangi nyeusi iliwakilisha udongo. Ni kupenda kudhibitisha yale mambo kwamba Mwenyezi Mungu aliumba mtu wa kwanza kwa kutumia udongo ambao ni aina ya limo, na hiyo limo ni nyeusi. Kwa hiyo katika zile punda 4 ambazo zilitajwa katika kitabu cha Ufunuo, ile punda ya tatu ambayo ni nyeusi ilichukua mfano wa udongo, kwa sababu kila punda ilikuwa inamaanisha mfano fulani wa mambo ambayo yanatokea ambayo yapo katika ulimwengu huu. Sijui kama inaeleweka. Sasa unapoangalia kwenye mstari wake wa 6, nasema nikasikia kitu kama sauti itokayo kwa wale viumbe hai 4, nayo ilisema, kibaba kimoja cha unga wa ngano kiasi cha fedha. Unaweza kaendelea. Sasa swali ambazo ninaweza nikakupatia, za swali ambazo naweza nikakupatia ni kwamba hiyo ngano inatoka wapi? Ngano inapandwa, inatoka udongoni. Kwa hiyo hicho ni cha kwanza. Ila unaposhuka zaidi wanasema, lakini usiharibu mafuta wala divai. Kwa hiyo huyu punda ambaye ni mweusi, yeye aliwakilisha udongo, kwa sababu udongo ulichukuliwa kwa mfano wa rangi nyeusi, na ndio maana walitumia hiyo punda ambaye ni nyeusi. Najua hili linaeleweka. Kwa hiyo ni kudhibitisha yale ambayo tumeyaongea katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, ambapo Mwenyezi Mungu alimuumba mwanamume kwa kutumia udongo ambao ni aina yake ya limo. Wapendwa, kwa hiyo mtu wa kwanza ni mweusi. Mtu wa kwanza Mwenyezi Mungu alimuumba ni mweusi. Hilo mfuate vizuri. Tunaenda kuangalia farasi ya pili ambayo tunapata kwenye Ufunuo 6:7 hadi 8, yani sura ya 6 mstari wa 7 hadi 8, ambayo inasema hivi: kisha mwana kondoo akavunja muhuri wa 4, nikamsikia yule kiumbe hai wa 4 akisema, njoo. Nami nikatazama na kumbe alikuwapo farasi mmoja hapo, rangi yake kijivu, na jina la mpanda farasi wake lilikuwa Kifo, na Kuzimu alimfuata nyuma. Unaweza ukaendelea. Kwa hiyo farasi huyo wa kijivu, mpendwa msikilizaji, yeye alipenda kuonyesha kwamba yeye ndiyo kifo, yani ulikuwa mfano wa kifo. Yani inapenda kutuonyesha kwamba ikiwa mtu anafariki, yeye anachukua rangi nyingine, na hiyo rangi ambayo anayochukua ni rangi ya kijivu. Aiza kijivu. Ndivyo tunavyopenda kuonyesha hapa kutokana na haya maandiko. Sasa, kwa hiyo kila farasi ambayo waliotaja katika Ufunuo iliwakilisha mambo yaliyo katika ulimwengu huu, mambo tunayoyaona, wapendwa wasikilizaji. Kwa hiyo yote niliyoanza kuongea kuanzia mwanzo hadi muda huu ulikuwa ni utangulizi. Sasa tuingie ndani ya maandiko, tuingie ndani ya ujumbe wenyewe wa siku ya leo. Mpendwa msikilizaji, sogea. Baba, mama, kaka, dada, sogea usikilize sasa ujumbe ambao upo kwa ajili ya hii mada tulio nayo kwa siku ya leo. Nimeanza kutanguliza na kusema kwamba kuna watu wengi weusi wenzangu wanaojisikia vibaya zaidi kuitwa weusi. Ili ninaoongea mpendwa msikilizaji, msifikiri labda nasema uongo. Wapo wanajihisi vibaya kusikilika kwamba wao wanaitwa ni weusi. Maana wamefanywa kuamini kwamba kuwa mweusi ni uchafu. Kwamba ukiwa mweusi ni kama vile ni takataka. Kwamba wewe ukiwa mweusi ni kwamba ni bure. Ni kwamba wewe haujui maisha. Haujui mwanzo wa maisha ni nini na mwisho haujui. Yaani wewe ni mtu ambaye ni makako. Wewe ni chimpanzee. Wewe ni bonobo. Wewe ni makako. Mpendwa msikilizaji, haya mambo
weusi walio wengi, ndugu zangu, mnachukua kwamba nyinyi ndivyo mlivyo. Wamefanya kuwaamini kwamba nyinyi hamko kitu. Yaani mweusi ni uchafu, mweusi ni takataka, mweusi hana manufaa kuwepo katika ulimwengu huu. Hayo mafundisho ndiyo mafundisho mliokuja kupewa na watu ambao wamekuja kusema mambo ambayo ni ya uongo, kupenda kuonyesha kwamba rangi nyeusi kwamba ni rangi ambayo si nzuri, kwamba ukiwa mweusi kwamba wewe ni mchafu, kwamba wewe unanuka. Nani amesema jambo hilo, mpendwa msikilizaji? Kwa hiyo tutaenda kuweka kila kitu nafasi yake. Lakini hamtakiwi kusahau kwamba tulisoma katika kitabu cha Mwanzo kwamba Mwenyezi Mungu alipenda na alitamani na alifanya mwanamume wa kwanza kuwa mtu mweusi. Hilo Mwenyezi Mungu alilifanya. Hicho ni kitu ambacho mnatakiwa kwanza kukielewa na kukijua vizuri. Mungu alimtengeneza, alimuumba mtu wa kwanza akiwa na rangi nyeusi. Mtu wa kwanza alikuwa na rangi nyeusi. Kwa hiyo tunaenda kwenye kitabu cha Yeremia sura yake ya 13 mstari wa 23, inasema hivi: je, Mwethiopia aweza kubadili rangi yake, au chui madoadoa yake? Alama ya kuuliza. Wapenda, tunajua sote kwamba Mwethiopia ni mtu mweusi, na Roho wa Mwenyezi Mungu anauliza hapa, je, weusi wanaweza kubadili rangi ya ngozi yao? Swali hilo labda mtajiuliza kwamba inakuwaje Roho Mtakatifu aje kuuliza hizi swali, kwamba ikiwa mweusi anaweza akabadilisha rangi ya ngozi yake, wakati yeye mweusi mwenyewe kweli anabadilisha. Je, huyu Roho Mtakatifu alikuwa labda hajui kweli, aweza hajui kwamba mambo mengine ambayo yatatokea aweza yanatokea? Hapana. Kikawaida wapendwa wazazi, ni kwamba mweusi hawezi kubadilisha rangi yake. Hichi kwanza muelewe kwanza. Yaani wakati wanaposema hivyo ujue kwamba Roho Mtakatifu alikuwa anajua. Lakini kiasili, mpendwa msikilizaji, kiasili mtu mweusi hawezi kubadilisha rangi yake, yaani hairuhusiwi. Hichi ndio kitu cha kwanza. Ndio maana Mwenyezi Mungu anauliza hapa, je, Mwethiopia anaweza kubadilisha rangi yake? Mnaulizwa kwanza kikawaida, mweusi, je, ikiwa wewe ni mweusi unaweza kweli kweli kubadili? Hapana. Lakini kama unabadili, maana yake nini? Wakati unapochukua hatua ya kubadili sasa rangi ya mwili wako, tayari umekana asili yako, tayari umepoteza thamani yako, imeondoka, umekuwa mtu mwingine, hauna tena asili. Yaani wewe ni mtu ambaye unaanza kutangatanga, umepotea, hauna msimamo wowote, maana umetoa kile kitu cha asili ambacho Mwenyezi Mungu aliweka ndani yako. Mwenyezi Mungu aliumba mtu wa kwanza ambaye ni mweusi, na wewe huko mweusi, lakini unakataa asili yako, unakataa rangi yako, unaanza kuchukua rangi zingine ambazo zimekuja kwa wewe mwenyewe, mafundisho umeyapata. Kwa hiyo tuwe uangalifu zaidi sana. Kwa hiyo katika mpango wa Mwenyezi Mungu, wapendwa wasikilizaji, mweusi hastahili na hawezi na hastahili kubadilisha rangi yake. Ni marufuko, haistahili, mpendwa msikilizaji. Kwa hiyo hayo sio mapenzi ya Mwenyezi Mungu sisi weusi kufanya vitu kama hivi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alimuumba mtu wa kwanza, akamwona kwamba amwekee na rangi nyeusi, na baada ya kuumba akasema kwamba nimeona yote ni vyema. Mwenyezi Mungu aliona kile alichokifanya kwamba ni kizuri. Sasa wewe ndugu yangu kumradhi, unaizarau rangi yako nyeusi. Wewe dada, wewe kaka, wewe baba, wewe mama, unahagiza mafuta. Unaangalia kwenye internet, sijui mnitafutie ile mafuta ambayo inatoa kabisa madoa. Yaani ni mweupe. Unapenda kuwa mweupe kama nani? Unapenda kuwa mweupe kama mzungu. Je, unajua hiyo rangi imetokana na nini? Imekuja namna gani hiyo rangi? Hicho ni kitu ambacho mnatakiwa kukijua, wapendwa wasikilizaji. Kwa hiyo waliwafanya kuamini kwamba rangi nyeusi, ukiwa na rangi nyeusi hauwezi ukafanikiwa. Ukiwa na rangi nyeusi wewe ni bure. Ukiwa na rangi nyeusi wewe ni uchafu, wewe unanuka. Kakwambia nani? Nani amesema hicho?
ni mafundisho ambayo yamekuja, na hayo ndio mambo ambayo watu wengi wako nayo na wanaendelea hadi muda huu katika huo ujinga. Ujinga sio tusi, ujinga ni kutokujua kitu fulani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akauliza, je, chui, tunajua chui kwamba yeye ana madoa madoa, lakini umeshawahi kuona chui anaanza kunawi hizi abadilishe madoa madoa yake ambayo amepewa na Mwenyezi Mungu? Hapana. Haiwezekani. Na ikiwa chui yeye hatoi madoa madoa, hawezi akatoa, kwa nini wewe mtu mwenzangu ambaye sisi tuna busara, tuna akili, ndugu zangu, kwa nini tuingie kwa hayo mambo? Na najua kwamba haya mafundisho ninayoyatoa, wale wanaojiita kwamba ni machungaji, siku gani ambao wameshawahi kugusia hii mada? Na tunajua katika hiyo mikusanyiko ambayo wanaoiita kwamba ni kanisa, wanawake kwa wanaume wanaingia ambao wanajichubua. Lakini hakuna siku hata moja utakuta mchungaji anaongelea jambo hili anaona kwamba ni kawaida. Lakini sio kawaida, ni laana, ni kufuru mbele zake Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Maana Mwenyezi Mungu aliumba mtu wa kwanza ni mweusi, akakupatia na wewe uweusi wako. Sasa wewe unaanza kukana, unafanya mambo mengine ambayo yako tofauti. Unaenda kuchukua mihiri nyingine, unaenda kuchukua rangi nyingine ambayo Mwenyezi Mungu hakukupatia. Sasa unategemea nini? Unategemea maisha yako yaendelee namna gani? Na unaenda unasema kwamba wewe unamjua Mungu. Mimi nashangaa. Unaweza ukamjua Mungu namna gani wakati unafanya mambo ambayo yanampinga uumbaji wa Mwenyezi Mungu? Mungu kaumba, akaona kwamba ni vema. Wewe unaona hapana, sio vema, hii haijapendeza, hata niangalie sasa nitakuwa mtu wa nani? Hapana, napaswa kubadilisha ili na mimi nionekane mbele za watu. Unaenda kufanya mambo ambayo ni hivyo tu. Kwa hiyo swali linakuja, je, mweusi anaweza kweli kubadilisha rangi yake? Wakati unaposoma haya maandiko katika Yeremia 13:23, sio kwamba Mwenyezi Mungu alijua haya mambo, kwa sababu yeye ni Mungu, anajua kila kitu. Kwa hiyo anatutayarisha na kutuambia kwamba sio, haiwezekani. Na ikiwa mnafanya hivi, mjue kwamba mmetoka kabisa katika hesabu ya wana wa Mwenyezi Mungu. Yaani mmejilaani nyinyi wenyewe, mmejitoa katika hesabu. Yaani mmetoa asili yenu moja kwa moja, wapendwa wasikilizaji, na hapo moja kwa moja mnaenda kuangamia. Angalisho. Sasa Yeremia ambaye tumesoma 13:23 ilikuwa ni swali tu kwenu ninyi ndugu zangu weusi. Je, mweusi anaweza kubadili rangi yake ya ngozi? Hapana, mweusi hawezi kubadili. Na ikiwa anabadili, hayuko tena mweusi, huyo tayari ametoka, yaani asili yake imeshaondoka. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu aliumba mtu wa kwanza kuwa mweusi, ndugu yangu wewe ambaye ni mweusi, kwa nini tubadili kitu ambacho Mwenyezi Mungu alichokiumba yeye alikipenda? Aliona kwamba ni nzuri. Ikiwa Mwenyezi Mungu anaona kitu kwamba ni kizuri, nani mwingine ambaye anaweza kaona kitu kingine ambacho ni kizuri kuliko Mungu wetu? Ikiwa Mungu yeye kaona kwamba hii ni vizuri, hii rangi naipenda, mimi ndio nimeiweka. Sasa twende kusikiliza wanadamu, aza tusikilize Mwenyezi Mungu. Kitabu cha Ayubu sura ya 10 mstari wa 11 nasema, uliumba mwili wangu kwa mifupa na mishipa, ukaifunika mifupa yangu kwa nyama na ngozi. Hapa huyu ni Ayubu anayesema kwamba Mwenyezi Mungu alimuumba, na wakati alipomuumba pia juu ya mishipa na mshipi, aiza wamesema namna gani, mishipa na nani na mifupa waliweka ngozi. Na wakati Ayubu anaposema kwamba kuna ngozi ambayo imewekwa, hiyo ngozi lazima iwe na rangi. Sasa tuende kuangalia rangi ya Ayubu. Ngozi yake ilikuwa na rangi ipi? Ayubu 30:30 inasema, ngozi yangu ni nyeusi. Huyu ni Ayubu ambaye anasema kwamba yeye rangi yake ni nyeusi, ngozi yake ni nyeusi. Anajidai, anajifurahisha, anafurahi yeye kuwa mweusi. Hana uoga, anaongea kwa wazi kwamba yeye ngozi yake ni nyeusi. Mpendwa msikilizaji, Ayubu huyu anajitetea na anafurahia zaidi sana weusi wake. Sasa kwa nini wewe unakataa? Ayubu ambaye mnajua kwamba yeye alikuwa mtu ambaye alikuwa akitembea na Mwenyezi Mungu. Yeye alikuwa mtu ambaye mwenye haki tuseme katika ulimwengu huu. Anafurahia weusi wake. Anasema yeye ni mweusi. Hajajichanganya hata kujikoroga, hapana. Hapa anasema ukweli ambao upo wa asili.
Na unaposhuka kwenye unapoenda kwenye Maombolezo sura yake ya 5 mstari wa 10, huyu Maombolezo ni maombolezo ya Yeremia, ambaye na yeye pia anasema katika Maombolezo sura ya 5 mstari wa 10 kwamba ngozi yetu ni nyeusi. Yaani Yeremia anasema yeye pamoja na wana wa Sayuni ngozi yao ni nyeusi. Sasa ikiwa ngozi yao ni nyeusi, wapendwa wasikilizaji, unapobadilisha ngozi yako tayari hawa wote wanatetea na kuonyesha kwamba ngozi zetu, wakati mtu anaposema kwamba ngozi yetu ni nyeusi, anafurahia gisi ilivyo. Anafurahia. Tunaweza tukaangalia pia kwenye kitabu hicho cha Maombolezo sura yake ya 4 mstari wa 8, nasema nyuso zao. Maombolezo 4:8, nyuso zao. Nyuso zao ni wanani? Ni wana Sayuni. Unaweza ukaendelea kwanza mbele kwenye mstari wa 6 wa 7, unaweza ukajua ni wanani. Nyuso zao hao ni wana Sayuni, ni nyeusi kuliko makaa. Ni nyeusi kuliko makaa. Wanafurahia. Kwa hiyo kuna watu wengi, ninaposema kwamba Biblia ni historia ya mweusi ambayo wazungu walichukua ili iwe ya kwao, watu walio wengi watakataa. Wengi wanakataa kwamba sio hivyo. Nasema kwanza hii Biblia kuanzia mwanzo hadi Ufunuo ni mafundisho, aisa ni historia ya mtu mweusi ambayo mzungu alichukua akaanza kubadilisha ili kwamba iwe ya kwake. Ayubu anasema yeye ngozi yake ni nyeusi. Yeremia pia anasema kwamba wao wana Sayuni ni weusi. Maombolezo tena 4:8 wanaonyesha sura za wana Sayuni, wana Nazareti, Kwa hiyo wapendwa, tuko wapi? Kwa nini tuende kudanganywa zaidi sana? Maandiko yako wazi ndani ya Biblia ambayo tunaisoma. Tukubali kudanganywa tu na wanadamu? Aidha tuendelee kuchunguza na kuomba Mwenyezi Mungu azidi kutuongoza ili tupate mema zaidi sana katika haya maisha. Hii historia ni ya kwetu wapendwa. Msifikiri kwamba tuko hapa kwa ajili ya kutetea jambo tu ambalo halina mwanzo, halina mwisho na vingine, hapana. Tuko hapa kwa ajili ya kuleta ule ukweli. Ukweli ambao ni wa asili, mpendwa msikilizaji, ambao haujawahi kusikia. Tuko hapa kwa ajili ya hiyo mada kwa siku ya leo, kuhusiana na kujichubua. Namna gani Mwenyezi Mungu anavyoona. Sasa wimbo ulio bora sura yake ya 1 mstari wa 5 nasema, mimi ni mweusi lakini ninao uzuri, enye binti za Yerusalemu. Huyu ni mwanamke ambaye alisimama akasema, mimi ni mweusi, mimi ni mwanamke ambaye ni mweusi, lakini mimi ni mzuri, nina uzuri wangu, enye binti za Yerusalemu. Hata nyinyi wanawake wenzetu weusi, nyinyi ni wazuri, lakini hamjui uzuri wenu ni upi. Mnafikiri labda uzuri ni kwenda kubadilisha ngozi muwe weupe ndio muwe wazuri. Hapana, mumedanganywa. Kuwa mweusi ndio uzuri. Hii ni siri. Kuwa mweusi ndio uzuri. Mnaweza mkaangalia, unapoangalia hata kitabu cha Danieli wakati alipotembelewa na ule malaika, anakuambia kwamba sura yake iliharibika. Na unapoenda kwenye tafsiri ya Kifaransa wanasema kwamba la figure est devenue pâle, yani sura yake ilibadilika kuwa nyeupe. Akasema, Danieli anasema kwamba yani sura yake imeharibika kuwa na rangi nyeupe. Yeye anasema kwamba sura yake imeharibika. Lakini cha kushangaza, watu wanapokuwa weupe wanasema kwamba ndivyo wamekuwa vizuri. Lakini Danieli anakuambia kwamba wakati alipopata hivyo, aliona kwamba sura yake imeharibika. Kwa hiyo tuwe makini wapendwa wasikilizaji na haya mambo ambayo tunaendelea kuyaongea. Kwa hiyo huyu mwanamke wa Maombolezo sura yake ya 1 mstari wa 5, naye pia anajisifu. Anafurahi, anasema kwamba enyi wana wa Israeli wa Yerusalemu, mimi ni mweusi lakini ninao uzuri. Na nini nasema kwamba dada wewe unanisikia, mama unanisikia, wewe ni mzuri. Tena mzuri kweli, lakini hujui, umesahau. Umesahau kwamba wewe ni mzuri. Unafikiri kwamba uzuri wako unatakiwa kwanza ulete mafuta, utoe kwanza weusi, ili kwamba watu wengine wakati kuona kwamba pale kuna mwanamke. Hapana, sio hivyo. Sio hivyo. Wewe ni mzuri lakini haujui. Unasahau. Tuko hapa kwa ajili ya kukumbusha kwa siku ya leo. Wapendwa, nimewaambia kwamba watu wengi wameshachukia na wanaendelea kuchukia rangi nyeusi kwa sababu wameambiwa kwamba ni rangi ya laana,
kwamba ni rangi ambayo ukiwa na hiyo rangi hauwezi kufanikisha. Hata hizi sehemu ambazo tupo, kuna watu ambao wanajua kwamba bila mzungu wa rangi nyingine hakuna kitu ambacho mweusi anaweza kufanya na kufanikiwa. Huu ni ukoloni. Ikiwa tungali na hayo mawazo ya kusema kwamba bila mzungu hatuwezi tukaendelea, huu ni ukoloni. Kwamba mtu mweusi haweza kufanya kitu kingine ambacho kinaweza kaendeleza jamii ya watu weusi bila mzungu, ukoloni huo tena ni wa hali ya kutisha zaidi sana. Kwa sababu hatujui nguvu zetu ziko namna gani. Lakini mweusi anapochukua, ajijue, aelewe kwamba yeye ni mtu wa namna gani. Nguvu zake ziko sehemu gani? Urithi wake ambao amepewa na Mungu ni wa namna gani? Tuna mambo ambayo tunaweza tukayafanya, maana kila kitu ambacho wazungu wanakitenda wamekitoa barani Afrika. Wale watu wanaojiita sijua kina Pythagore na wengine walienda, hao Wagiriki waliosoma mambo ya mathematics, walijifunza Afrika, barani Afrika. Historia hizo mambo mengine yote ambayo mnajua ya mateknolojia na vingine, mambo yote wametoa barani Afrika. Barani Afrika. Na ndio maana Sulemani akasema kwamba hakuna jipya chini ya jua. Yale yaliyokuwepo, yaliyopo yalikuwepo. Sasa wakati ule yalikuwa inaitwa mambo mengine, yalikuwa inaitwa majina mengine, lakini wakati huu ni majina mengine, lakini hakuna jipya chini ya jua, ndugu zangu. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho mzungu anaweza akasema kwamba sijui tumegundua. Hakuna mambo ya kugundua, mambo yote yalikuwepo, yapo, lakini majina tu tofauti. Kwa hiyo wapendwa, tu makini zaidi sana. Tunajua kwamba sisi katika rangi zetu sisi weusi, kuna weusi ambao wanajulikana kwamba hao ni weusi zaidi sana. Kama watu ndugu zangu wa Senegal, aiza Sudan, utakuta hao ni weusi zaidi sana. Inatokana na sehemu ambapo weusi hao wanapatikana. Hivi ni hivyo. Lakini utakuta sisi ambao na sisi pia ni weusi, tunapokuwa hata kwa mfano huko Ulaya na vingine, tunakutana watu wengine ambao wako hivyo. Hola amezidi kwe. Amezidi nini? Amezidi nini na amezidi nani? Huu ni ujinga, wapendwa wasikilizaji. Huu ni ujinga. Mwenyezi Mungu anapenda rangi nyeusi, na hiyo ndiyo aliyoipenda. Ukiwa mweusi sana, ikiwa hamjui siri, nasema narudilia na kaza, gisi ulivyo mweusi zaidi sana, na ndio gisi ulivyo mzuri zaidi sana. Unavyokuwa mweusi tena mweusi kabisa, ndivyo ulivyo mzuri. Sisi kwa macho yetu sisi ya ukoloni, macho yetu sisi ya ukoloni inaona kwamba kila kitu ambacho ni cheupe ndio kizuri, na kila kitu ambacho ni cheusi ni giza, ni shetani, mapepo, janga la njaa, mafuriko. Yaani kila kitu ambacho kinaonekana ni cheusi ambacho ni kibaya. Na hilo ndio tatizo sugu ambalo linasumbua bara letu na watu wetu kwa muda huu. Tunapoenda ile janga la kuosha mikono, naweza tuseme kwamba kuna yaweza kujichubua. Ile jambo linaendelea kuwa mbaya zaidi sana. Kwa nini? Kwa sababu utakuta wale tuliokuwa tukitegemea wenda watakuwa wanasaidia wasichana ambao ni mama zetu, babu zetu, bibi zetu ambao wako vijijini, mfano za sehemu mbalimbali. Wao ambao tunaamini kwamba wao ndio wako pale, wanaweza kuwa pale kwa ajili ya kuwapatia mashauri wasichana, kuambia kwamba hivi sio hivyo, havikuwagi hivyo, muache hayo mambo. Lakini utakuta wao tena ndio wanasukuma watoto, wanasukuma wasichana, na wao pia wanaendelea kujichubua. Yaani hakuna elimu, hakuna anayefunza mwingine. Utakuta watoto wengine ambao wasichana wakati huu ndio wanaosaidia mama, usibaki nyuma, tunaenda na maendeleo na dunia hii, leta nikupake mafuta. Anamtumia mama yake mafuta, anaendelea kujichubua na yeye pia. Utakuta watu tatizo linaanza kuingia. Kuna wengine maana kwa sababu wanajichubua zaidi, utakuta wakati wa baridi kwa mfano, damu zinaanza toka mapua. Damu zinatoka bila kuumwa, bila kufanya vingine, inatoka. Jiulize ni kwa nini? Wengine ikiwa kuna jua zaidi sana, yote anageuka kuwa yani mwekundu. Kukiwa baridi ya sana, hakuna tofauti na wazungu, kwa sababu umeenda kutoa, unajua ule weusi ndio melanine.
Ikiwa mjue melanini ni tuseme kwamba ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu alituwekea sisi cha kulinda ngozi yetu hata zidi ya jua, hata zidi sijui hata ya mvua sijui, lakini jua zaidi. Maana hata jua likikupiga linakulisha wewe kama vile mweusi. Lakini kwa rangi zingine ni tofauti, ni vigumu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu aliweka hilo jua kwa sababu ya mtu mweusi. Mtu mweusi na jua wako na yani kuna kitu ambacho kimemuunganisha mtu mweusi na jua na mwezi na nyota. Ikiwa jua, mwezi, nyota vitakuwepo katika ulimwengu huu, mweusi hawezi akatoweka katika ulimwengu huu. Lakini ikitokea, na ingawa haitatokea, kwamba nyota kila kitu vitoke kabisa katika ulimwengu huu, wenda utasema kwamba siku za mwisho si zitashuka nyota na vingine mambo mengine. Hiyo ni mambo mengine, hayo ni mambo ambayo nasema wakati huu. Tuache kwanza maswali ya kusema kwamba Kristo anakuja kuchukua kanisa aisa vingine, hapana. Watu weusi hawawezi wakakuwepo ikiwa hivi vyote vimetoka, kwa sababu mtu mweusi, na ndio mfano mjue vizuri, wakati Abrahamu alipokuwa aliambiwa kwamba hesabu nyota, na ndivyo Mwenyezi Mungu alivyomwambia kwamba ndivyo watoto wako watakavyokuwa. Wakati unaposoma hadithi hizo, unapoelewa namna gani Yusufu alivyokuwa akiota zile ndoto, alikuwa akiona nyota, mwezi, jua. Na anaposema nyota ni kabila 12 za wana wa Israeli. Anaposema nani sijui jua ni mfano wa nani wa Yakobo. Na ujiulize haya yote kwa nini? Kwa sababu hayo mambo hayo Mwenyezi Mungu aliyaweka kwa ajili yetu sisi watu weusi. Sio ubaguzi, ni ukweli ambao upo wazi, unaweza kusoma. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, mnatakiwa kujua hicho. Wanawake, na nasema wanawake lakini hata wanaume, ndugu zangu. Sio wanawake tu. Tatizo la kujichubua ni la watu wote. Sio wanawake tu, si sote vidole, hapana. Na sisi sote wanaume. Ni tatizo ambalo linasababisha utakuta mtu amekuja na sura yake, rangi yake nzuri, anatoka bara la Afrika, iko nzuri, anafika huku Ulaya, anaingia kwanza moyo mambo. Lakini yoyote ni kwa nini? Kwa sababu ni ukoloni, wapendwa wasikilizaji. Siwezi nikawalaumu sana, lakini napenda tu turudie. Tujue kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakipenda zaidi. Tusifikiri labda tunachokifanya ni kizuri. Na najua kitu ambacho watu wengine ambao nyinyi, wewe ambao unanisikiliza, unaanza kuduna, unaanza kununa, unaanza kusema sijui kwa nini nimeenda kumsikiliza huyu. Sikiliza vizuri. Najua utasema kwamba si tunatengeneza mwili. Mwenyezi Mungu alisema kwamba hatutakiwi kudharau mwili wetu, tunatakiwa kuutunza. Tutafika kwa hilo andiko, sio kwa namna hiyo ambayo unafikiria. Utasikia kuna wanawake wengine ambao wanasema kwamba, unajua, wanaanza kusema sijui taarifa, wanaanza kupana taarifa, mimi wakati nilipokuwa mweusi sana, wanaume walikuwa waniangalii kabisa. Lakini hivi gisi nilianza kutumia kidogo mafuta nishakuwa mweupe. Wow! Wanaume sijui si wanajipanga kwenye foleni bwana. Wanafikiri wanaume wanakuja kwa ajili ya kukuchezea. Wanakutumia kama vile chombo. Usifikiri kwamba wanakuja kwa ajili ya mapenzi. Haizo wanakupenda, watakuona vingine, wanakuja kuchezea. Usifikiri kwamba labda ni mambo mengine, haiza sijui wanakuja kufoleni kwa ajili ya kukuharibu mpendwa. Usijifikirie hivyo. Sio vizuri. Na kuna kitu kingine ambacho shetani anafanya. Shetani, wapendwa wasikilizaji, anatumia mastaa kwa ajili ya kupenda kuharibu. Munisamehe kidogo, nitaenda kutoa kwanza hizi picha ambazo nimetayarisha hapa kwenye kompyuta. Mfano, shetani anatumia mastaa. Huyu anajulikana. Huyu ni Michael Jackson. Unapoangalia picha zake zote hizi, jinsi alivyokuwa awali, alipokuwa zamani hapa, na jinsi alivyokufa ndio huyu. Unajua huyu mtu ni mtu wa kwanza ambaye alileta huyu mfano wa watu kujichubua, tuseme, kubadilisha ngozi.
Michael Jackson ni mmoja kati ya master ambao wameleta hiyo elimu ya kubadilisha ngozi. Na huyu mtu alitumiwa na shetani kwa ajili ya kufanya hivi. Kwa sababu kabla ya hapo alikuwa na rangi yake mtu mzuri. Alikuwa na pua yetu ambayo ni kubwa nzuri kabisa ambayo inaingiza hewa vizuri. Lakini angalia pua ambayo amepata sasa hapa baadaye. Ameshakuwa mnafili. Hafanani tena. Hayuko hata vizuri tena. Nywele zake ambazo ni za afro akazitoa, akachukua hizi nywele ambazo ni za wanefili. Akabadilika. Na kwa sababu ya hilo mpendwa msikilizaji alifariki. Ingawa wanaweza kusema kwamba sijui alikuwa na nani, alikuwa na ugonjwa, sijui alifanya vitu vingine. Tatizo ni amebadilisha rangi. Yaani amekana asili yake. Kwa sababu amekana asili yake, nayo rangi inamkataa, yaani hana tena mizizi yoyote, asili imetoka basi. Huyu ni mmoja kati ya watu ambao walileta ile elimu ya kupenda weusi wabadilishe rangi, na wazungu ndio waliomfanya hivyo. Ndio waliompatia hayo mawazo. Kwa sababu mzungu, msifikiri wengine hamjajua wazungu. Hamjajua wazungu ndugu zangu. Hamjawajua. Mtawajua vizuri, tuko hapa. Huyu mwingine ni Rihanna huyo ambaye anajulikana zaidi sana. Rihanna gisi alivyokuwa awali zaidi sana, hii picha ndio nimeona vizuri. Gisi alivyokuwa awali na hivi gisi alivyo. Mweusi mzuri, lakini naye pia amebadilisha. Sasa tatizo ni nini? Tatizo ni kwamba walio wengi zaidi sana, shetani anachukua wale master, anawapatia umaarufu, anawapatia pesa. Kwa ajili ya nini? Utakuja kuona kwamba watu karibu wengi, vijana, wasichana, wanaume, wanaanza sasa kuiga yale mambo ambayo master wakubwa wanayafanya. Na hivyo ndivyo shetani anavyopenda. Yaani anatumia wale watu wakubwa wale master wale. Naonyesha hapa, lakini hata Afrika kuna master ambao wamesha kuwa weupe hivi, siwezi nikawataja majina nyote, mnajua, mnaweza mkajaza. Sasa wengine ambao ni wengine wanaanza kuangalia, na mimi nataka kuwa kama fulani. Napendelea kabisa na mimi niwe kama fulani. Wanaweka kumrazi. Wanaweka sijui nywele za Brazili na nini. Vitu vya aibu. Vitu vya aibu ndugu zangu. Kwa sababu wanapenda kuiga wawe kama watu fulani. Wanakataa nywele zao ambao Mwenyezi Mungu aliwapatia. Kwa sababu unaposema kwamba unaanza kuweka sijui maperike, nywele za Brazil na vingine, inapenda kumaanisha kwamba haupendezwi na zile nywele ambazo uko nazo. Wengine wanasema kwamba zinakatika. Tunajua zinakatika, lakini kuna Mwenyezi Mungu alitupatia akili za kutunza kila kitu. Walioko Ulaya, hiyo ndio sababu. Haya maji ambayo yako huku yanakata kabisa nywele, yanakata kabisa. Tunajua, lakini pia kuna vitamini ambavyo unaweza kaunganisha na vingine ili nywele zako ziwe vizuri kama vile mwanamama. Lakini wengi hiyo imeshakuwa sababu, na kwa Mungu hakuna sababu. Nimefanya hivi kwa sababu maji yalikuwa yanakata nani? Hapana, hakuna cha sababu kuhusiana na haya mambo, wapendwa wasikilizaji. Kwa hiyo shetani anatumia au master kwa ajili ndio vioo vya jamii tunaweza kusema, lakini vioo vya jamii ambavyo vimeharibika. Watu ambao tunajua kwamba leo wakiunga ndoa kesho sasa hao ndio watu ambao mnaenda kuiga ndugu zangu. Na wewe unapenda kuwa kama vile Rihanna, sijui Beyonce, sijui kina nani. Unapenda na wewe uwe mweupe. Hiyo rangi najua umejua inatoka sehemu gani. Kumbuka Mwenyezi Mungu alianza kumuumba ambaye ni moto, babu yetu moto. Yaani Adamu, mweusi. Sasa kiwa Mwenyezi Mungu alimuumba mtu wa kwanza kuwa mweusi, akasema kwamba ameona ni vema. Ndugu, kwa nini ujisumbue? Kwa nini dada, mama, ujaribishe tu mwili wako? Kuna wanawake wengine ambao hawezi kutoka nje aende sehemu bila kujipodoa. Kwa sababu anasema mimi nitatoka kwanza nje namna gani ikiwa sijajipodoa? Kwa sababu anajiona bila kujipodoa yeye si mzuri. Sasa nani alikupatia hiyo elimu ya kwamba wewe bila kujipodoa wewe si mzuri? Kakwambia nani? Nani alikuambia kwamba usipokuwa mweupe, kwamba bila kuwa mweupe hauwezi kuwa mzuri? Ni nani alileta hiyo elimu? Hiyo elimu imetokea wapi? Wapendwa wasikilizaji, tusaidizane kwanza. Hiyo elimu imetokea wapi? Ni elimu ya ukoloni.
ambayo ilipenda kuonyesha kwamba rangi nyeupe ndio rangi kuu ambayo ni nzuri, ambayo inapendeza. Ni ukoloni. Mnafikiri kabla ya ukoloni mambo yalikuwa namna gani? Kabla ukoloni haujakuwepo, mnafikiri ilikuwa namna gani? Si mlikuwa mnaona, tunaweza kuangalia hata mapicha, wazee wetu walikuwa na nywele za kutosha. Hapana hizi. Wengine wanaleta kwamba sijui inakatakata. Mbona zamani wazee wetu walikuwa na nyuta kuta anachanua nywele ziko huku. Sasa zilikuwa zinakuwa namna gani? Tumekataa, tumehasi neno la Mwenyezi Mungu, na yale mambo yote nywele nazo zinaanza katika zinatoka kwa sababu hatumpendi Mungu tena. Ni mambo ya kiroho. Mambo ya nywele ni mambo ya kiroho, wapendwa wasikilizaji, ni mambo ya kiroho. Lakini hatuko hapo kwa ajili ya nywele zaidi sana, ila tuko hapa kwa ajili ya kujichubua, kutumia mafuta. Wewe dada, kaka, baba na mama unaisikiliza ujumbe huu, nina uhakika najua kwamba ujumbe huu unakugusa, unakuchanganya kabisa, na unajiuliza kwa nini umekuja kusikiliza. Lakini utambue kwamba ujumbe huu ni kwa ajili ya kwenda kukufungua wewe. Ni kwa ajili ya kupenda kukubadilisha. Uache hayo unayoyatenda. Ikiwa ulikuwa na mafuta ambayo unajua kwamba yanaanza kwa ya kubadilisha mwili, ya kuangarisha. Sijui wengine wanaweka mimi sipendi kuwa mweupe, napenda niwe na ten. Ten maana yake ni nini? Unaona kwamba gisi ulivyo wewe hauna ten? Chukua hayo mafuta, tupa. Nunua mafuta ambayo ni kawaida, ambayo haibadilishi ngozi yako. Nunua mafuta ambayo utajipaka tu. Kwa wale wengine ambao labda ni wakina dada, aidha baba, ambao ni kama vile ushauri. Kwa sababu tayari ikiwa mtu alikuwa ameshaanza kunawia, anabadilisha ngozi na vingine, hasa ikiwa sasa anapenda kurudi kwa hali ya kawaida, wengi watasema sasa itakuwa namna gani? Nitafanya namna gani? Kuna jambo ambalo naweza nikakusaidia, ambalo najua ni kwamba kwa wale watu ambao tayari ngozi inapaswa kurudia kama gisi ilivyo, unaweza kutumia tomate ambayo na hivi unaweza kukata katikati, yale maji yale ya zamani unaanza kujisirita kwenye uso, alafu unakausha, sijui dakika ngapi na kauka, alafu unanawa. Hivyo utakuwa unafanya hivi na kusaidia zaidi sana kutoa, yani kurudisha kabisa sura yako iwe afadhali, yani kwa yale mambo yale ambayo ya chunuza ambayo inakuja yasikusumbue. Na uangalie vizuri, ikiwa mtu anabadilisha ngozi, kukiwa kidonda kidogo inakuja kidonda kikubwa, yani kadogo tu ukiendelea hata kujifanya hivi tayari inakuja kikubwa. Kwa nini? Na utakuta ikiwa mtu ana kitu kadogo tu tayari kanaonekana, lakini ikiwa una ngozi yako ambayo ni nyeusi tu kawaida, hayo mambo yote hawezi yakaonekana. Kwa hiyo ni mambo, yani weusi ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu alikiumba kwa utaalamu mkubwa. Yani rangi ambayo Mwenyezi Mungu alichagua tu. Lakini sisi tumekuja kufundishwa kwamba sio rangi ambayo ni asamani na vingine. Watu tunachukulia mambo mengine. Sasa wale wote ambao wanaojiita kwamba wao ni wachungaji, mapasteur, reverend bishop, marechal, apotre, prophète, prophétesse, diacre, diaconesse, majina yote ambayo mnayoyaita, wanasema kwamba Mwenyezi Mungu amewatuma. Lakini unapoangalia vizuri, wake zao ambao wao wanajiita wao ni wachungaji, unakuta wake zao wao wanajichubua, ni weupe, wamebadilisha rangi. Wao ambao ni vioo vya jamii, ambao ni vioo kwa waumini wao, wao wanaanza kujichubua. Sasa waumini unategemea nao wafanye kitu gani? Tunapotoka kwenye hao wachungaji tunaenda kwa marahisi, ambao tunajua kwamba marahisi ndio ambao wanaitwa baba wa taifa. Lakini utakuta wake zao pia wanajichubua tuseme, wanabadilisha ngozi waisha kwa weupe. Sasa mnafikiri wanawake na wengine ambao wako katika nchi watafuata mfano upi? Wake wa marais nao wanaweka sijui maperiki, mameshe, sijui mambo mengine wanaweka kichwani. Kweli nyinyi kama vile vioo ambao watu wanaangalia, mnafanya mambo ambayo yako tofauti na mapenzi ya Mwenyezi Mungu?
zaidi sana, rudia, kwa wachungaji wanaojiita wachungaji. Ni aibu sana. Wewe ambao unajiita kwamba ni mchungaji, unajua kwamba kuna wasichana, wanawake ambao wanakuja, wanajichubua wote, unawaona wako hivi. Lakini kwa nini unashindwa kuongea? Hivi hauoni kwamba ni kosa? Hauwezi ukawasaidia uambie kwamba, na utawasaidia namna gani? Kwa sababu hauna ufunuo. Maana utaona kwamba ni kawaida, ni vizuri. Na wenda labda unaogopa kusema kwa sababu unaweza ukapoteza waumini. Sasa afadhali upoteze waumini ikiwa utakuwa ukiongea ukweli. Hicho kitakuwa kitu cha maana. Na wengine sio hivyo. Kuna wengine ambao ni wachungaji ambao ni wanaume pia, wao wanajichubua. Sasa huyo atasema kitu gani? Wewe ndugu yangu ambaye ni unayejiita kwamba ni mchungaji, unanawia, unajichubua. Sasa utafundisha namna gani hayo mafunzo kwa wanafunzi wako, aidha kwa wanamemba wako? Itakuwa ni vigumu. Utawaambia kitu gani? Kwa hiyo Afrika, ndugu zangu, ni muda wa kuamka. Afrika, amka. Uamke katika usingizi. Wengine watasema kwamba kwa nini Afrika imesha kuwa hivi? Ni vita tu na vingine. Sisi watoto ambao ni wa Afrika, ni sisi ambao tumehuza Afrika. Ni sisi ambao tumesababisha Afrika inalala. Maana tumehasi yale mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tumehasi asili. Mwenyezi Mungu kaumba hiki, sisi tunapenda kubadilisha tuwe watu wengine. Sasa tunafikiri amani itakuja namna gani katika bara la Afrika ikiwa akili zetu hazitarudia kama gizi ilivyokuwa. Ikiwa tungali tunawaza tu kwamba sijui rangi nyeusi haiwezi kafanya chochote. Sisi hatuwezi tukapendwa na Mungu na nini na mambo mengine, yani lazima uwe mweupe ili upate kazi. Tutaendelea namna gani ndugu zangu? Tutaendelea namna gani? Itakuwa vigumu. Hatuwezi tukaendelea namna hiyo. Mwenyezi Mungu anapenda kutuonyesha kwamba yeye aliumba mtu wa kwanza alikuwa mweusi. Na yeye aliona vizuri, aliona ni vema, wapendwa wasikilizaji. Aliona kwamba inapendeza. Sasa kwa nini sasa sisi tuwe na hibi? Kwa nini tunajiona kwamba sisi ni takataka mbele za watu wengine? Kaa kuambia nani? Hiyo imani imetoka wapi? Na tunapoachana kwanza hata na hiyo rangi ambayo tunaenda kuvamia, hata lugha. Sisi wengine weusi tunajihisi hata aibu kuongea lugha zetu. Ni ukoloni. Na wengine wanapoongea lugha sijui za wazungu, unaposema kosa sijui unapokosea kidogo ajui Kifaransa, Kiingereza ajui kabisa. Ajui Kifaransa, yeye ni Mfaransa. Ajui Kiingereza, yeye ni Mwingereza. Anajitahidi kwanza kuongea Kifaransa, anajitahidi kuongea Kiingereza. Kwanza yeye si Mwingereza, yeye si Mfaransa, lakini anajitahidi. Ila wewe unaweza ukaongea lugha yake ya asili. Si anaongea vizuri. Achana ukoloni bwana. Tuache ukoloni, tuamke. Afrika tunatakiwa kuamka bwana. Sio kipindi tena cha kulala, ni kipindi cha kuamka. Na kuamka kwenyewe inakuwa kwanza kiroho. Kubadilika ni kwanza kiroho. Kimwili ni mambo mengine ambayo yanakuja hapa. Na haya ndio mafundisho ambayo yanatakiwa kwanza nyinyi mpate kuyajua. Tuanze kwanza kuachana kwanza, tukate kwanza zile singa ambazo zilikuwa zinatuunganisha na ibilisi. Zile singa ambazo zinaleta kabisa njia ya hao wa jamaa kuingia barani Afrika. Tuanze kwanza kuzikata. Wao wanatengeneza mafuta, wanayatuma tu kule. Hao watatumia kule, watajiju kabisa. Sisi tunafikiri kwamba jamii ninapokuwa mweupe jamii itaniona kwamba mimi ndio niko na pesa, mimi sijui yani mimi ndio najua kabisa maisha, mimi niko vizuri na vingine. Jamii inatucheka. Jamii inawacheka. Inawacheka, angalia wale wajinga kabisa wale. Wataendelea kumalizika hivyo hivyo. Kuna wanawake ambao utakuta wako huko mweupe. Huko mweupe. Kweli huko mweupe. Inaumiza. Wazungu wanakuja wanakuona na nywele, wanasema, uko na nywele ndefu. Na sio za kwangu, sio za kwako Jo, unamaanisha nini? Niliwekwa aibu, wapenda sikilizaji. Ni vitu vya aibu. Inashusha thamani ya mtu mweusi. Inashusha thamani ya Mwafrika. Lakini thamani ambayo mwanamke Mwafrika nayo ni kuu zaidi kuliko wanawake wote katika ulimwengu huu. Lakini weusi hamjijui ndugu zangu. Hamjijui dada zangu, hamjijui nyinyi ndugu zangu, hamjijui. Mtakapojijua mtakuwa watu ambao mko huru.
Mtajisikia nguvu zitaingia. Mtasema kweli kweli sisi ni wana wa Mungu. Mtajihisi hivyo wapendwa. Hii nasema na kaza maneno maana ndio hivyo. Ni ukweli. Wengine wanatembea kwamba anataka kutembea kama vile mzungu. Wengine kula anataka kula kama vile mzungu. Acheni mawazo kama haya. Wewe unapenda kula kama mzungu, wanakula hata barabarani, wanaenda wanakula barabarani nao pia. Ndivyo wanavyopenda. Tulifikiri kwamba mambo yote wazungu wanakula tu, wako wanakula njiani pia sana tena. Unapenda kutembea kama mzungu, na mzungu anatembea namna gani? Kila mtu ana namna yake ya kutembea. Usiige kitu kingine. Wakati unapoanza kukopi vitu vingine vya wengine ambavyo si kawaida yako, tayari unaingia mambo mengine. Nataka kula kama vile mzungu. Nataka kuvaa kama vile mzungu. Mzungu anajua kuvaa. Sio kwamba na watusi. Je, mzungu anaweza kukufundisha kuvaa? Wewe ndio unatakiwa kumfundisha kuvaa, maana wewe ndio unajua kuvaa. Tunajua tuko huku. Tunajua. Mweusi hawezi akafundishwa kuvaa. Maana tuseme civilization zote ambazo tunajua zilitoka barani Afrika. Maana ikiwa mzungu anajua kuvaa ni kwa sababu ya sisi tuliwafundisha, tuliwaonyesha jinsi ya maisha iko namna gani. Sio kama najitetea, uliza historia, fuatilia vizuri. Sisi ni watu ambao tulielimika mapema. Wazungu hata hawajaja katika ulimwengu huu. Mweusi alikuwa tayari ameshajua kila kitu. Teknolojia kila kitu walienda kufunzwa kwetu. Unapoambiwa hivi utakataa. Uliza watu ambao walianza kubuni sijui hizi taa hapo Marekani. Weusi. Television za kwanza weusi. Mataa ya barabarani weusi. Ni wengi ambao wamevumbua vitu vya ajabu ajabu. Marekani hapo. Wanani walijenga hiyo Marekani? Wapendwa, tuseme kitu gani? Ni kupenda kuonyesha kwamba wapendwa, jueni kwamba kubadilisha ngozi ya rangi ya ngozi kumrazi, kubadilisha ngozi, yani rangi ya ngozi yako ni laana kwa Mwenyezi Mungu. Ni kufuru ikiwa ulikuwa hujui. Hata kama huyo mchungaji wako alikuwa bado hajasema hajui. Huo ndio ufunuo ambao upo. Ni laana. Kwa nini? Tutaenda kuonyesha kwa nini ni laana, wapendwa wasikilizaji. Kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 29. Waefeso sura ya 5 mstari wa 29 inasema hivi: hakuna mtu yeyote auchukiaye mwili wake. Nafika sasa kwa lile andiko. Badala ya kuuchukia, huulisha na kuuvika. Ndivyo naye Kristo anavyolitunza kanisa. Kutunza mwili hapa, wapendwa wasikilizaji, sio kuchubua mwili, sio kubadilisha mwili, wala kung'arisha ngozi. Hapana. Kutunza mwili ni kusafisha kwa maji, kupaka mafuta vizuri, usiumie, ulinde vizuri, hivyo tu. Kutunza mwili sio kwamba mimi sipendi kutakata lakini napenda tu nipate kate. Ndivyo anavyoongea Mkifaransa ten, yani nipate nibadilike kidogo, sio sana. Unaposema hata sio sana, sio nini, tayari umeshaharibu. Yeyote ndugu yangu ambaye najua kwamba naongea haya, najua dada, kaka, kwenye kabati lako kuna mafuta ya kutakatisha. Chukua, tupa, nunua mafuta ya mzuri tu. Na utaniambia baada ya mwezi. Utaniambia. Utashuhudia. Na utaona umuhimu haya mambo ninayoyaongea kwa siku ya leo. Utajisikia uko huru. Kiakili utaanza kuwa vizuri. Mwili wako mwenyewe utaenda kuupenda. Utaupenda kweli, na kuambia. Uamini ninachokuambia. Maana ni Roho Mtakatifu Mwenyezi Mungu ndiye anayeniongoza niwaambie kitu kama hiki. Kitabu cha Mezali sura yake ya 31 mstari wa 10 hadi 12 inasema hivi: mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Maana kima chake chapita kina cha marijani.
Moyo wa mumewe humwamini, wala hatakosa kupata mapato. Humtendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Katika tafsiri ya Kifaransa, traduction Louis II 1910, qui peut trouver une femme vertueuse? Point d'interrogation. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Napenda kuchukua hii tafsiri kwa sababu hapo wanavyosema produit. Ufunuo ni kwamba katika tafsiri hii kwamba vipodozi kwa mwanamke ambaye anamjua Mwenyezi Mungu haviwezi vikamharibu ngozi. Yaani unapojipodoa, kusema kujipodoa sio kujichubua, sio kujiringa kwa sababu kujipodoa kuna aina mbalimbali. Kuna watu ambao wanaweka sijui matilo manini, wanaweka mengine. Lakini mtu ambaye anategemewa kuwa mtu wa Mwenyezi Mungu hawezi kujichubua, hawezi kubadilisha ngozi kwa sababu yale mafuta ambayo anayopaka hayataleta mambo ambayo ni mabaya kwa mwili wake. Hapana. Sijui kama nileweka. Huo ndio ufunuo ambao upo kwenye kitabu hichi. Kwa hiyo mnatakiwa kujua kwamba ni laana kubadilisha rangi ya ngozi. Na maandiko yanasema katika kitabu cha Hesabu, wapendwa msikilize vizuri. Hesabu sura ya 12 mstari wa 9 hadi 10 nasema, hapo Mwenyezi Mungu akawaka hasira dhidi yao, akaondoka, akaenda zake. Wingu lilipoondoka juu ya hema la mkutano, Miriamu alionekana ana ukoma mweupe kama theluji.